Kai ko na ite. Macam mama itu lah. Aku kama inakuwa maji. Sasa hii ndio medicita. Oh, sawa karibuni. Kere ne kere. Ni hapo. Ini ndio. Hiyo ni gas diriko. Dia kiri. Nini? Gas. Hapa. Unajua. Ukae hapa ndani. Fanyia hapa. Tumekira umelete. Pale ni pazuri. Majina naitwa Marion Wambui Kanyui na ninashukuru Mungu kwa sababu ya kupata nafasi hii ili niweze kuona haya maendeleo. Kitu ya kwanza ningependa kushukuru serikali sana kwa sababu serikali imetufikiria mambo mazuri. Na tunashukuru president wetu sana kwa sababu ya hii kazi anayofanya kwa dakika hii. Ile kitu tungetaka kumuomba atuangalilie masilahi sisi tunao wazee ambao hawana nguvu wako pale mashinani na ambao wale walikuwa mbomole wanalala nje. Tungeomba, tumesikia bei za nyumba, tumesikia bedsitter vile inaenda, tumeambiwa, tumeonyeshwa. Tunashukuru kwa sababu hata sisi tungependa kukaa vizuri maendeleo. Hata maneno ya masoko
tuulize baadaye kabla tunauliza soko na hata tujaingia kwa nyumba. Sisi tunataka maendeleo hii, president afikiwe na hii report. Tunataka maendeleo sababu hata sisi tutoke kwa ile maisha duni. Tumekaa kwa maisha duni miaka mingi sana. Tumefinyana huko na wazazi wetu na watoto wetu. Na wakati tumeona serikali imetufikiria, imetuletea maendeleo kama haya, tunashukuru sana na tunashukuru serikali yetu ya Kenya sana. Kwa sababu hakuna wakati mwingine tutafata nafasi kama hii. Tukipoteza hii nafasi, tuulize soko kabla hatujapata nyumba. Hata huku kunaweza fanywa biashara. Si ati ya kuwezi fanywa biashara sababu hatutakaa huku bila maduka, hakutakaa bila supermarket. Vile mnaona tunapoa nyumba mzuri hivi, hata hizo zingine tuombe Mungu zikuje baadaye. Kwa hivyo tungeomba serikali yetu itufikirie kwa malipo. Ile malipo tumesikia, ingine imetisha watu mpaka wameanza kufanya kama watarudi nyuma. Tungeomba watufikirie sababu ya hiyo malipo. Tutakubali nyumba, tutakubali zijengo, tutakubali maendeleo, lakini tufikirie pale kwa malipo. Tunatumana hiyo na president wetu afikiwe na hiyo report. Mimi naitwa Michael Mongi, chairman wa muungano upande wa Mathare Network. Nimeshukuru kwa ile ambaye juhudi imefanyika kutuleta katika kikao hiki. Vile tumezunguka, tumeona hii mradi vile uko mradi mzuri, na vile tunaona watu wa chini wanatoka huko chini wanapanda juu na wanapata maisha bora kuliko vile pengine walikuwa wanakaa. So sisi kutoka kule tumetoka, tumeona na tumefurahishwa ni vile tumeona hapa. Kwa hivyo kile tungeomba ni kuwa serikali kuu kupitia hata president, kama inawezekana tujengewe kama hivi. Lakini kile tunaweza omba ni kuwa kama vile mnaona hawa watu hawana pesa, wanalala njaa, hawana chochote. Kama inawezekana wajengewe na wasimamiwe na serikali bila kulipishwa chochote, sababu hawana uwezo wowote. Kwa hayo machache nasema asante na Mungu awabariki. Mimi siku leo imekuwa ya kwanza kufika hapa na nimetembea pamoja na wananchi wa kutoka Mathare na Mukuru. Na nimeona hapa kuna facilities mingi sana. Tumeenda huko, tumeona kuna ile generators automatic, hata stima ikipotea pap ile ingine inawaka. Tumeenda hapa tumeambiwa na hiyo ametuongoza anaitwa Eunice kutoka housing, ametuonyesha mahali utakuwa na uwanja na mashule. Tumeenda hapa mpaka tumeambiwa kuna mall, hizi nyumba ziko na lift, kwa hivyo hakuna kusema tutachoka kwenda huko, na nimefurahia yale. Hata mimi nimekuwa nikisikia porojo mingi kwa social media, nikisikia watu wakisema ile nyumba ni hot air, hapa hakuna nyumba. Lakini siku ya leo nafurahia tukiwa na hawa wananchi wenyewe wamekuja, wamedhibitisha na wameona ile ni ukweli inaendelea, na tumeambiwa hizi nyumba maybe haitakaa sana, mwaka moja, miezi kadhaa, sisi tukuje tuingie hapa. Hapa mmepelekwa kwa 1 bedroom, tumeenda kwa 2 bedroom, tumekuja kwa hii bed sita. Kwa hivyo wewe utaenda uangalie mimi na familia yangu tuko kiasi gani. Tuko mimi na bibi yangu, niko na katoto kamoja kamjukuu. Wewe ndio utajipima ujue familia yako ni kiasi gani. Mimi nitaingia nyumba ya kiasi ya size gani? 2 bedroom, 1 bedroom, bed sita. Kwa hivyo mimi nifurahia sana kwa Mheshimiwa Rais, na nimwambia aendelee na hizi project kila mahali hii nchi mzima, ili hata Wakenya wengine, si hawa tu wa Nairobi, hata wenye wako Kisumu, wenye wako Kajiado, wenye wako Nakuru, hizo vitongoji duni, those slums, hata wao wote wafaidike. Wamekubali, wamekuja, na nataka pia kushukuru wananchi hawa wa Mathare kwamba wamekuja wakaona hizi manyumba. Jinsi wameuliza, hatutakuwa najenga nyumba peke zake, tutakuwa pia tunajenga soko, tutajenga hata mahoteli pale, recreation areas, na pia wala ambao walipomolewa na walikuwa nakaa pale, serikali itawafikiria kama wenyeji wa pale. Hii ni tofauti. Watafikiriwa kama wenyeji. Na sasa tunajua kwamba serikali kupitia Ministry ya Interior ngao wamerejeza watu ambao walipomolewa na mvua. Sio sisi tuliwapomolea, ni mvua ilifanya nini? Iliwapomolea. Na rais alipokuja pale aliongea na nyinyi. Ndio maana mmekuja hapa. Nataka kushukuru nyinyi mkiongozwa na kiongozi wenu Nyambura kwamba mmefika hapa na mmejionea kwamba hizi manyumba
Pia nia ya serikali ni kwamba mkae mahali kuna maji, kuna stima, kuna yale mahitaji ambayo mwanadamu anafanya nini? Anahitaji. Na mwe mnakaa katika mazingira ambayo ni mazuri. Pia hata shule zijajengwa pale, hata zile kanisa ambazo zitakuwa zinaondolewa, zitafikiriwa. Hata msikiti ambao siko pale, zitafikiriwa. Serikali haiko hapa kwa dhurumu, serikali iko hapa tukiongozwa na President na Nairobi Rivers Commission kuona kwamba maslahi yenu yanafuatwa, na tutaongea na nyinyi. Tutafanya vitu yote kwa kuungana na kuzungumza na nyinyi. Nyinyi mtoe maoni yenu, na maoni yenu ni kubwa kuliko sisi na Nairobi Rivers Commission. Maoni yenu ndio tutasikiza. Tuongee. Na nataka kuwashukuru tena kwamba watu wa Mathare tumewafurahia.